Na kwingineko, viongozi ukanda wa Pwani wamehimizwa kuzima tofauti zao za vyama na kushirikiana kwa sauti moja ili kuwapa nguvu ya kusukuma miradi mikubwa ya maendeleo kutoka serikali ya kitaifa, wakiongozwa na magavana, wabunge na vilevile wakilishi wadi. Kwa sasa vyama vya kisiasa vyenye mizizi Pwani ni chama cha PA, People's Empowerment Party, Kadu Asili na Shirikisho, kama anavyoarifu Hezron Kimari kutoka Voi. Na wakati ambapo joto la kisiasa za mwaka 2027 zinaonekana kupamba moto katika majukwaa mbalimbali ya viongozi wa kisiasa katika sehemu zote ama katika kaunti zote 47, viongozi wa mkoa wa Pwani wameweza kuhimizwa waweze kushirikiana na kuongea kwa sauti moja, waweze kuzika tofauti zao za vyama ambavyo sasa wanavitumia na kuzingatia swala zima la kuzungumza kwa sauti moja katika swala zima la kuhakikisha wanafaidika na miradi kutoka serikali kuu. Na sasa tupate kauli zao. Umoja wa Pwani na kumsaidia Mheshimiwa William Samoei Ruto itawezekana tu kama mtatambua kwamba maeneo yote ya Pwani yana wapwani na sote tunastahili keki inayotoka katika serikali kuu. Pale ofisini kwako, ofisini kwa Bwana Joho, Mvuria na wale wengine, itakuwa ni rahisi kupiga wimbo wa Pwani. Kama mtaita Mtaveta, watu wataita Taveta, Kwale, Kilifi, Tana River, kila mmoja atakuwa na share yake. Endapo hatutakuwa na share yake, mtakuwa katika hizo serikali, itakuwa vigumu Mheshimiwa Kingi kuja kuwarai watu wa Taveta waunge mkono serikali ambao hawana faida kupitia kwenu. Sababu tulielewa kwamba kila kaunti kijitenga basi inakuwa ni vigumu sana, manake mapato yetu ni machache. Sasa nilipoona tuko hapa na Mheshimiwa mbunge wa Mwatate na wewe na Mheshimiwa Bwire, nikaona kwamba kumbe ile ndoto bado ipo, na vile vile kile ambacho ameongea Mike Banton hapa ndio hicho kwamba sisi watu wa Pwani kupona lazima ule umoja wetu ule tulioanzisha 2013 mpaka 2017 tuangalie pia kwamba tunaweza kuukuza namna gani. Najua hivi sasa kuna magavana wako pale, labda Mheshimiwa Spika kutumia ofisi yako, labda tunaweza kuitana tukaona kwamba tunaweza kutia nguvu namna gani ili hilo jopo likaweza kufanya kazi tena vizuri kwa manufaa ya watu wetu. Ile siku Mpwani atashikana mikono, watashikana mikono na watoe sauti moja ya kisiasa, hapo ndipo mutaenda kule Nairobi na sauti moja, na mtakachotaka mutapata. Leo hii sauti inayotoka Pwani inatoka zaidi ya sauti 10. Mimi nikisimama hapa nikitoa sauti yangu haitalingana na sauti ya Mheshimiwa Bwire, na sauti ya Mheshimiwa Bwire sio sauti ya Mheshimiwa Shake. Wengine wanakuletea fitina ya kwamba eti kuna watu wanataka kutoka PA katika Taveta. Mtu asikwambie kitu. Sisi tuko kuishi PA. Na hata hivyo ninamrai mkubwa wangu ambaye ni Mheshimiwa mbunge ili na yeye aje ndani ya PA tupae pamoja. Ama sivyo? Anafaa tupae na ama tusipae nawe? Tupae na ama tusipae nawe? Karibu kututetea kwamba kijana wetu huyu anaitwa Richard Kibengo akaweze kupata nafasi hiyo kama CEO wa Coast Water Services. Maana tukiangalia maji mengi yanayoenda Pwani yanatoka kwetu wapi? Hapa Mzima. Kwa hivyo tunaomba tuanzie hapo, Your Excellency, ili basi kweli tuone ya kwamba tunatembea pamoja. Na neno hili linaliongea kama mtumwa wa viongozi wa Taita na Taveta. Na ndio sauti za kisiasa za viongozi mbalimbali wa mkoa wa Pwani wakiongozwa na Spika wa Seneti Amason Kingi, wakizungumzia umuhimu wa viongozi hawa kushirikiana katika swala zima la maendeleo. Na hadi sasa mkoa wa Pwani uko na vyama 4 vya kisiasa